Timu yetu ya Pamba Jiji imeonekana zaidi ya mechi 4 mfululizo sasa haipati matokeo mazuri na imeendelea kusalia katika nafasi ambazo sio za kufurahisha, kama ambavyo walisema kwamba raundi ya pili ni raundi ya kunenepa kwa mashabiki, ila imeonekana bado imeendelea kusalia huko chini. Unaamini kweli Pamba atajikwamua kwa mechi zilizosalia kubaki ligi kuu, au ndo tutakutana naye tena championship msimu ujao? Malengo yao naona bado sio mabaya, kwa sababu kiangalia alama 23 mpaka hivi sasa, tazama michezo iliyobaki. Ingawa plani yao hasa ilikuwa ni kuhakikisha michezo yote ya nyumbani iliyobaki wanapata alama 3, lakini kwa mchezo wa jana kati ya Namungo umeona ni wameweza kudondosha alama, na maana wamevuna alama 1. Kwa hiyo alama 1 inawatoa katika mpango ule wa michezo ya nyumbani kuchukua alama 3 michezo yote ya nyumbani. Kwa hiyo wana kazi kubwa pia ya kufanya kuhakikisha, kwa sababu kiangalia utofauti wa pointi wao na ambao wanapishana ni utofauti ni mdogo sana. Kwa hiyo wanatakiwa kufanya kazi kubwa. Mwalimu anatakiwa kujiweka vizuri kikosi chake kuhakikisha ananusuru timu. Malengo ya dirisha dogo yalikuwa ni kuhakikisha Pamba ishuki daraja, kusajili wachezaji wengi wa nje na nini. Nimeona mchezaji kama ambaye amefunga goli jana, Kamara, mchezaji ametoka Guinea. Umeona ni mchezaji wa kimataifa ambaye ametoka Guinea. Kwa hiyo ni namna gani wanatumia gharama kubwa kuweza kumaintain kuishi na wachezaji wa kigeni ambao wanatakiwa wawe na impact. Na nasikitika kitu kimoja kwamba mipango ya timu na mipango ya klabu kiujumla inakuwa inaenda na hamasa, lakini ukitazama kwa michezo iliyopita upande wa hamasa especially kwa timu ya Pamba imekuwa tofauti sana, na hii inaweza ikachagiza pia hata ikawezekana hata Pamba asiwezi hata kuwa na good performance, iwe away iwe home. Kwa sababu gani? Performance wanasema kwamba shabiki ni mchezaji wa 12 katika uwanja, na hamasa ya club inakuwa inawapa wachezaji nguvu kujituma uwanjani na vitu kama hivi na benchi la ufundi. Lakini naona sasa hivi hamasa imekuwa dropped kuanzia kwa scenario ile ya mechi ya Yanga na Pamba, ambaye baba mlezi wa klabu ya Pamba ambaye ni Mheshimiwa Saidi Mtanda alisema anajiweka pembeni kwanza kupisha huu mchezo. Uliona watu walio wengi hawakufurahishwa na kila alichokifanya Mheshimiwa Mtanda. Uliweza kuona kama waliwa disappoint, kama vile aliwarudisha nyuma kwa kile walichokiamini. Na Pamba anacheza na Azam. Uliweza kuona Mheshimiwa Mtanda aliweza kuzunguka uwanja mzima anashangilia, na akiwa na mashabiki wanazunguka uwanja mzima wanashangilia. Hicho kitu kilitakiwa kuwa muendelezo hata kwa game ya Yanga, lakini unaona baba mlezi game ya Yanga anajiweka pembeni. Namna gani hao wanaokufuata wao wawe upande gani? Kwa hiyo unaona ni namna gani hamasa imeweza kuwa dropped, na hii inaweza ikasababisha hata Pamba kuwa isiwe na performance nzuri kulingana na jinsi ambavyo unaona hamasa inavyokuwa drop, kwa sababu unaona kama watu wamepata hamasa hii hapa kwenye michezo ambayo wamecheza mechi karibia ngapi wanapata matokeo nyumbani. Hata mechi ya Azam ilikuwa mechi ngumu sana, lakini walibuka na alama 3 nyumbani. Kwa hiyo mimi naona kitakachoenda kuwafelisha Pamba si kwamba ni wachezaji wabaya, Pamba si kwamba ni timu mbaya, Pamba si kwamba ina mwalimu mbaya. Hapana, benchi la ufundi mpaka management nzima wako vizuri. Eneo linaloweza kuangusha Pamba kwa hivi sasa ni hamasa, kwa mimi mtazamo wangu. Kwa hiyo unamaanisha kwamba shida inasumbua Pamba nyingine kwamba wachezaji wa 12 ndo wamekata tamaa na timu kwamba hawatokei, ila ukisema hamasa ya wachezaji wao kama wachezaji bonus zao zinajulikana kila mechi, ila kwamba uongozi umeshindwa kuishi vizuri na mashabiki ambao ndio wachezaji wa 12. Yeah, ndio jibu. Maana kilichoonekana kwa mechi ya Azam kilitakiwa kiwe muendelezo. Pamba sasa hivi tungekuwa tunazungumzia nafasi ya 7 ya 8. Yaani Pamba sasa hivi angekuwa anashindana akina Singida Big, akina Fountain. Yaani Pamba sasa hivi angekuwa anazungumzika huko. Si umeelewa? Lakini kwa sababu hamasa imekuwa changed, upepo umechange. Na nakwambia utakuja kuona, utaniambia mpaka ligi inakuisha. Kilichotokea kwenye mechi ya Yanga, Mheshimiwa Mtanda kufanya mabadiliko kwenye upande wa hamasa, mimi nahisi haikuwa sawa sana. Haikuwa sawa sana kwa sababu watu tayari walikuwa wameshamsupport wako kwa kwamba sasa Pamba yetu, sasa Pamba yetu. Lakini umeona, angalia mchezo kama jana. Hebu chukua taswira ya mchezo wa Azam au michezo ambao Pamba alipata matokeo na nini, alafu ulete kwenye mchezo wa jana.
utaniambia utofauti ilikuwa vipi. Hapo tunazungumzia michezo tu ya nyumbani. Achilia viwanja vingine vya ugenini kule ambapo kunakuwa hamna mashabiki wengi wa klabu husika. Kwa Mwanza hapa, hivi unavyoona Mwanza hapa ina watu milioni ngapi? Acha watu milioni ngapi? Watu ambao wanashabikia mpira ni watu wangapi? Kwamba waipendi Pamba, si umeelewa? Si kwamba waipendi Pamba, lakini namna jinsi ya kutengeneza structure nzuri kwenye upande wa hamasa ndio imekuwa tofauti, na hiyo ndio. Umesema umetaja neno structure nzuri. Umetoka kusema nyuma tu hapa kwamba kama hamasa imepungua kutokana na sababu ya mechi uliyoitaja nyuma iliyocheza dhidi ya Yanga. Unahisi sasa structure gani itengenezwe tena ya kuwavuta au mashabiki warudi katika hali yao ile ile walikuwa nao katika mechi ya Azam na zingine kabla ya mechi ya Yanga, ambao mkuu wa mkoa ambaye ni mlezi wa timu alionekana kusema kwamba yeye kwa vile ni mshabiki akajiweka pembeni. Kwa hiyo na mechi ya jana kweli haikuwa na watu wengi. Kwa hiyo ndo kakati upi utumike sasa? It's too late. Why too late? Kati still kuna mechi kama 6 ambazo nyumbani si zipo za nyumbani. It's too late why? Because unaona yani kuna sometime nikutolee mfano. Nikutolee mfano wa gari ikiwa ina shida ya kupiga starter, yani hainasi moto haraka. Ikisha nasa moto, yani inatakiwa yani kama ni kutembea itembee bila kusimama. Sio, umeelewa? Lakini ikisimama inapoa. Kwa hiyo ikishapoa kuja kuiwasha tena inawezekana ukawa umeshachelewa. Ninachokiona kwenye upande wa hamasa Pamba is too late. Wakubaliana na kitakachotokea. Hakuna cha kufanya kwamba wataweza kurudi kwa mashabiki, kutengeneza mentality za mashabiki. Watu walikuwa disappointed na ile mechi. So kwamba sisi ni watu wa ushindi na kuchagua mechi, mashabiki kwamba wanachagua mechi kwamba hii ni big match tunaenda, hawi ni mechi tukishinda mechi 2 ndo wanatokea tena. Mkifungwa wanapotea. Hawaamini katika matokeo ya aina 3 ambayo yatabika katika soka. No, kwa mimi siitazami hivyo. Hata kesho ukisema kwamba anakurudi Azam tena kucheza na Pamba. Pamba alishinda hapa goli moja. Ile hamasa jinsi ilivyokuwa na vibe ilivyokuwa na watu walivyokuwa uwanjani. Hata ukisema Pamba Azam arudi kesho acheze na Pamba, hutoweza kuona watu wa namna ile. Wala hutoweza kuona vibe la vile, hamasa ya vile hutoweza kuona. Kama mashabiki wamekatia timu tamaa. Yes. Iko hivyo. Kwa hiyo kusema kwamba ni kitu gani kifanyike, wategemee tu, waombe tu wachezaji wawe na fitness. Labda wanaweza kuinusuru timu ikabaki. Lakini kuhusu issue ya hamasa nafikiri tumeshakosea huko. Kwa basi tuache Pamba ipambane kivyake. Tutajua baadaye itakuwaje. Au simaanishi kwamba tuiache. No, tusiache. Atakayewiwa afanye. Lakini makosa tayari yameshafanyika kwenye upande wa hamasa. Nasema kwamba tuwaombee wachezaji wasipate ma-injury hapa na pale na nini, wawe na consistency ya performance, at least timu yetu iweze kubaki. Wengi tunatamani Pamba iweze kubaki ligi kuu. Lakini katika upande wa hamasa kiukweli, mashabiki wengi ukiwasikiliza, ukipita hata unasikiliza, mashabiki wengi wamekuwa disappointed kwa sababu ya ule mchezo wa Yanga. Okay, tathmini yako fupi. Watu wanatamani kwamba Pamba iendelee kubaki ligi kuu, maana mkoa wa Mwanza ni mkoa mkubwa sana kisoka na umetoa majina mengi. Kwa nini mtazamo wako unatamani Pamba iendelee kubaki hata kama ndo hamasa imeshindikana? Ndio inakuwa namna gani yani? Obviously si kwamba si Pamba tu. Unajua Mwanza ni mkoa mkubwa sana, na ukizingatia kwa Tanzania hapa ni mji wa pili Tanzania kwa ukubwa. Labda ufahamu hilo. Kwa kama ni mji wa pili, inashangaza kwanza kuwa na timu moja. Tunazidiwa na mkoa kama Mbeya, una timu nyingi, na Ken Gold, una Mbeya City, una nini, na timu zipo nyingi. Ukiangalia hivi sasa sisi hapa Mwanza tulikuwa tuna timu zaidi ya 5. Tulikuwa tuna Mbao, tulikuwa tuna Alliance, tulikuwa tuna Gwambina. Tunaelewa vizuri. Zote hizo zilikuwa zinafanya vizuri. Zote zilikuwa ligi kuu. Lakini ziko wapi? Sawa. Namna gani ambavyo chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mwanza wajitathmini pia namna gani wanaweza kuendesha hizi ligi za either under 17, under 15, na namna gani wanatengeneza zile academy kwa zile taasisi ambazo zinamiliki zile academy. Lakini angalia kwa mfano watu ambao wanamiliki academy, ni namna gani support wanaipata ipi hizo kutoka ile kwenye uongozi au kwenye serikali kwa ujumla. Unakuta kwa mfano kwenye chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mwanza wanawezaje kuzisupport zile taasisi ambazo zinamiliki academy. Sawa? Kwa mfano, nitoe mfano kama Alliance ipo academy, ndio? Ya girls and boys. Kuanzia under 15, under 17 mpaka under 20. Ni namna gani wanakuwa supported kutoka either government au kwenye chama cha mpira wa miguu. Kwa hiyo ni namna gani inatakiwa
kutengeneza mentality nzuri au kutoa support ya kutosha kwenye zile academy ili tuweze kupata at least unakuta mkoa wa Mwanza uwe na timu zaidi ya 1, 2, 3, sio tu kwa Pamba peke yake kwa sababu timu ni nyingi. Umeona? Lakini ukiangalia kwa Pamba peke yake, yani ndio inashikiliwa. Pamba na yenyewe inashikiliwa. Kwamba sijui itashuka, sijui itabaki, sijui itashuka. Sasa sisi kama mkoa mkubwa tutaki kuwa na vile. Na nafikiri hata Mheshimiwa Mtanda ana kazi kubwa ya kufanya. Kuhakikisha mkoa wa Mwanza unakuwa na timu zaidi ya 2, 3 ambazo zinakuwa zinaonyesha competition kubwa kwenye vilabu vikubwa kwa sababu timu za Mwanza ni timu ambazo zina historia kuwa na competition kwenye vilabu vikubwa. Hasa Simba na Yanga tunakumbuka hata kwa Mbao FC. Simba alikuwa akija hapa na anatetemeka. Yanga alikuwa akija kwa Mbao hapa anatetemeka. Kwa hiyo tunatamani kuwa na kumbuka mara ya mwisho Yanga alichukua kombe ila matokeo yalikuwa mazuri kwa dhidi ya Mbao. Hiyo ni mechi moja kaka. Ukitaka kujua Mbao alikuwa ni namna gani, fuatilia hata mechi zilizopita alizokuwa anacheza Mbao. Na Mbao ilivyokuwa inazungumzika Tanzania ni namna gani ambavyo ubora wa Mbao au consistency ya matokeo ya Mbao katika ardhi ya nyumbani ni namna gani walikuwa wanaweza kucheza, namna gani walikuwa wanaweza kufanya. Kwa hiyo utapata picha, utaamini kinachokisema kwamba kwa mfano kama mkoa si tu kwamba iangalie Pamba peke yake, hata timu zingine ambazo zinajitafuta kama wanaweza kuwapa support pia watoe support kwa timu zingine ili at least tuweze kuwa na timu 2, 3 katika mkoa wa Mwanza kwa sababu mpira ni chanzo pia cha mapato, na stimulate pia biashara. Kwa hiyo ukiwepo timu moja kwa mfano kama let's say kwa mfano Pamba hii hapa moja, lakini tunaona impact timu zikija huku mji unachangamka, watu wanafanya biashara, bodaboda, kina mamalishe nini, watu restaurant, maloji, watu wanapata wanafanya biashara. Kwa hiyo tukiwa na timu kama 3 ni namna gani mji utaweza kuchangamka zaidi. Kwa hiyo nafikiri iko kwenye mikono ya uongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mwanza, lakini pia hata serikali yenyewe, kwa sababu serikali pia ni vizuri sana ikawa front katika kusupport michezo, kwa sababu tunatamani michezo iwe juu zaidi ya hapa kwa Tanzania. Umeongelea swala la viongozi wanaongoza soka la Mwanza hapa. Kwa unadhani kwamba kuna haja kubwa ya kuita mdahalo wa wadau wa soka wa Mwanza na viongozi wa soka la Mwanza kujua namna gani wataweza kuzifanya timu za mkoa wa Mwanza kuwa na timu nyingi ligi kuu tena kama awali ulivyotaja timu kama ilikuwepo Mbao, ilikuwepo Gwambina, ilikuwepo Alliance? Mimi nafikiri hicho si swali bali ni jibu. Kwa sababu gani? Hapa Mwanza wapo watu wengi sana wenye uwezo hata wa kusimamia timu, hata wa kufadhili timu. Wapo wengi sana wenye uwezo wengi ambao ukimfuata tu hapo anakubali. Kwa hiyo unaposema ukimfuata, unahisi kwamba hizi timu ndo wao zinashindwa kuwaona hao watu, au ni kwamba namna mfumo wa timu zilivyo au ambao wanaongoza soka hapa wanaongoza soka Mwanza ndo wameshindwa kutengeneza mifumo sahihi kwa watu wale wanaweza kudhamini wakatoka tu wenyewe? Na kutolea mfano mmoja, nafikiri nitakuwa nimejibu swali lako. Niliwahi kumsikia katibu mkuu wa Wizara ya Michezo Jason Msigwa akisema kwamba tumefanya mpango kama serikali kutafutia wadhamini vilabu vikubwa Yanga na Simba, kuwatafutia wadhamini wengine kutoka nje. Naomba nikusahisha, alikuwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, okay. Yes, nakumbuka yeye, sawa. Alikuwa Mheshimiwa Rais. Alisimama yeye kama yeye kwamba atafutia vilabu vikubwa wadhamini wengine kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye vilabu vikubwa, si ndio? Hivi nikuulize, kwa nini yeye kama rais, kiongozi wa serikali, si ndio? Yeye ndio kiongozi mkuu wa serikali, anaenda kutafuta wadhamini kwa ajili ya vilabu? Kwani TFF hawakwepo? Ila TFF hawana majukumu yao kwa tafutia, maana club lazima iwe na marketing manager ambaye anabidi ajue kuishi kwenye masoko. Kaka, umeniuliza swala la Pamba kuhusu swala la mpira wa Mwanza, kwamba wadau wawekezaji namna gani wanaweza kusaidia vilabu vidogo vidogo kuviinua, na nikakutolea mfano hapo kwamba Mheshimiwa Rais alivyoenda kuombea Yanga na Simba udhamini mkubwa kuja kupuchi, kwamba lilikuwa ni jukumu lake, lakini yeye halifanya kama kiongozi mkuu wa serikali, kwa kitu ambacho anaweza akakifanya hata mkuu wa mkoa. Wapo wadau wengi wa michezo Mwanza hapa ambao wana uwezo. Akimfuata mkuu wa mkoa tofauti na ambavyo unaweza kumfuata wewe. Akimfuata mkuu wa mkoa akamuomba, bana naomba wasaidie hawa, hiyo inakuwa ni agizo. Si umeelewa?
na yule anayeagizwa inawezekana kwa namna moja au nyingine akalitekeleza vizuri kwa uweledi mkubwa, kwa namna jinsi ambavyo mheshimiwa amemapproach. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kiongozi wa mkoa anavyokuepo, yeye ndiye anatakiwa kuwa front katika kuhakikisha anachagiza michezo, si kwa klabu moja, hata vilabu vingi, hata kwenye academy hizi ndogo ndogo. Mimi nipende kutoa shukrani kwako ndugu yetu Dennis kwa mchango wako, kwa ufafanuzi wako kabisa mzuri ambao umeelezea mchezo wa Simba, umeelezea hali ya Pamba, umeelezea mchezo wa Yanga na umetoa taswira nzuri sana. Tunapenda kukushukuru kwa wakati wako mwingine, tena tutakuita utapohitajika. Shukrani sana. Asante sana.